ni kujengea uwezo wa viongozi wanawake katika masuala ya ujuzi wa kuongoza, lakini vile vile thamani ya uongozi, kwa kizungu tunaita quality leadership and negotiation skills, kwamba wawe na uwezo wa kuongoza wenzi wao katika maeneo ya kazi na wawe na uwezo wa kujadiliana na kushirikiana na wafanyakazi wenzao na viongozi katika sehemu za kazi. Activity hii au shughuli hii tumeiandaa baada ya utafiti uliofanywa mwaka 2022 ambao ulionyesha kwamba wafanyakazi wengi wa Zanzibar, hasa wanawake, wanakosa uwezo au ujasiri wa kueleza matatizo yao wanayoyapata katika maeneo ya kazi. Kwa hiyo utafiti huo uliofanywa kuanzia mwezi wa 7 mpaka mwezi wa 12 mwaka 22 ulitoka mwaka 2024 matokeo yake, na ukaonyesha hivyo kwamba idadi kubwa ya wafanyakazi wanawake wanapata changamoto nyingi, ikiwemo kudhalilishwa, kutokupewa haki zao katika maeneo ya kazi, lakini vile vile kunyimwa fursa kutokana na hali zao za kimaumbile, hasa vyeo. Kwa hiyo shirikisho likakubaliana na wadau wake kwamba tuwe na mafunzo kama haya ya kuwajengea uwezo wa wafanyakazi wanawake waweze kushika nafasi za uongozi, waweze kusimama, kujitetea katika maeneo ya uongozi, lakini wawe na mbinu bora za kuendesha shughuli za uongozi katika maeneo ya kazi. Ni tathmini iliyofanyika na Umoja wa Mataifa mwaka 2020 ilionyesha wazi kwamba wanawake, thamani ya uongozi ya wanawake, uwezo wa viongozi wanawake ni mkubwa katika kujenga taasisi. Viongozi wengi wa wanawake hawajihusishi katika mambo mengi yanayopigiwa kelele, yakiwemo si wadhalilishaji sana, yakiwemo hawabagui watu sana, yakiwemo hawajishughulishi na rushwa sana kulinganisha na wanaume, na mambo mengi au matumizi ya madawa ya kulevya na mambo mengi ambayo yanakatazwa katika maeneo ya kazi. Kwa hiyo inaaminika kwamba kila tukiongeza idadi ya wafanyakazi na viongozi wanawake maeneo ya kazi, basi kazi zitakuwa na thamani zaidi kulinganisha na wanaume. Na kusema hivyo si kuwakosea heshima wanaume kwamba thamani hawana, lakini hii inatokana na mpaka uliowekwa au demarcation iliyowekwa kwamba wanawake hawana uwezo wa kuongoza. Kwa hiyo sisi, huu ni mwaka wa pili tangu mwaka jana tunafanya shughuli hii, mwaka 2024 na 2025 tunafanya shughuli hii, na leo tuko hapa Golden Tulip kwa ajili ya kuelimisha wafanyakazi hao ili tuwe na viongozi tunaoita potential leader, viongozi watarajiwa ambao itakapotokea kupata fursa za uongozi, basi wataliongoza vyama vizuri, wataliongoza shirikisho vizuri, na wataziongoza sehemu zao za kazi na hata nchi kwa ujumla. Na ushahidi upo kwamba katika uchaguzi uliopita huu wa mwaka 2025 ni viongozi wengi ambao wanawake waliotoka katika vyama vya wafanyakazi wamepata nafasi mbalimbali za uteuzi, za uchaguzi na kuingia katika vyombo vya maamuzi, na wengi walikuwa ni miongoni mwa watu ambao wamepata mafunzo kupitia shirikisho la vyama vya wafanyakazi Zanzibar na maeneo mengine. Sababu yatawasaidia wao na vile vile yatawasaidia wenzao ambao watakwenda kuwafikishia, ili kuweza kuzijua haki, sheria na wajibu wanapokuwepo kazini, kwa sababu ni vyama vya wafanyakazi pekee ambao wana jukumu la kumfundisha mfanyakazi sheria za kazi na vile vile kuzijua haki zake na sio mwajiri. Kwa hiyo wazijue vizuri ili waweze. Tunajivunia kwa kweli, lakini kabla ya yote mimi napenda niwashukuru sana ZATUC kwa sababu wameona umuhimu wa wafanyakazi ama viongozi vya vyama hivi kupata mafunzo maalum. Ukipata mafunzo, yawezekana ulikuwa huna uelewa wa kila kitu, lakini kwa namna moja ama nyingine unapata uelewa uliokuwa mzuri zaidi kutokana na mafunzo haya. Tujivunie na haya, lakini tunawashukuru sana tena,
tunawashukuru kwa kweli, kwa sababu mafunzo yameogolea katika nyanja nyingi. Sasa hivi unaweza ukakaa ukajijua wewe ni kiongozi, lakini unatakiwa uwe kiongozi wa aina gani. Inawezekana unaitwa kiongozi lakini huna sifa za kiongozi, lakini kupitia mafunzo haya sisi tunasema tutakuwa mabalozi, lakini tutakuwa viongozi wazuri katika taasisi zetu, kwa sababu kuna changamoto nyingi ambazo zinafanywa na viongozi wetu ambao wametuzidi sisi, lakini tutakuwa ni mabalozi ili taasisi zetu zikue, lakini hata wafanyakazi wajijue wana wajibu wao gani kwa wao, lakini wana haki gani. Nimejifunza mengi katika mafunzo haya, zaidi hususan katika masuala mazima ya uongozi, kujua zile kanuni za uongozi, kama kiongozi natakiwa niishi vipi na waloko chini yangu ama waloko juu yangu, lakini pia kama mfanyakazi kujua zile haki zangu stahiki nikiwa kama mfanyakazi, lakini pia kwamba nikiwa kama mwanachama wa chama cha wafanyakazi najua kuna haki zangu za msingi natakiwa nizipate, na iwapo zitavunjwa nijue wapi na wapi naweza kupeleka malalamiko yangu kwa ajili ya kutetewa na kufuatiliwa na kupata hizo haki zangu stahiki.